Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema kwamba nguvu za Marekani ndizo zinazozuia Urusi pamoja na China katika kuivamia Greenland na sio Denmark. Anadai zaidi kwamba mfumo wetu wote wa ulinzi wa makombora unaweza kuharibika ikiwa hautadhibiti Arctic. Makamu huyo wa rais alizungumza na vyombo vya habari. Nguvu za Marekani ndizo zinazozuia Urusi na China kuivamia Greenland, makamu huyo wa rais anasema wakati wa mahojiano katika kipindi cha Car High Frontline cha Newsmax huko Minneapolis. Makamu huyo wa rais amezungumza kupitia vyombo vya habari. Anasema, ni nini kinazuia Urusi au China kuivamia Greenland? Je, ni nguvu ya Denmark? Hapana, ni nguvu ya Marekani, alithibitisha. Anasema Greenland ni muhimu kwa usalama wa taifa letu. Aliongeza akisema kwamba mfumo wetu wote wa ulinzi wa makombora unaweza kuharibika ikiwa hatutadhibiti eneo hilo. Vance alitaka kufafanua mtazamo wa utawala wa Trump kuhusu uhusiano wa kimataifa na washirika wa Ulaya ambao umezorota kutokana na matamshi ya rais wa Marekani Bwana Trump kuhusu Greenland. Ni moja ya mambo makubwa ambayo watu hawaelewi kuhusu utawala huu. Wanafikiri kwamba tunachukia Ulaya. Hatuipendi Ulaya, tunaipenda Ulaya, alisema makamu huyo wa rais JD Vance. Kwa nini tunataka Ulaya idhibiti mipaka yake? Kwa sababu tunapenda ustaarabu wa Ulaya. Tunataka ijihifadhi yenyewe, aliongeza. Vance anasema anaendelea kuwa mwaminifu kwa rais Trump na anapuuza uvumi wa kampeni ya urais wa mwaka 2028. Vance pia alithibitisha kwamba alikuwa mwaminifu kwa Trump na alipuuza uvumi kuhusu uwezekano wa yeye kutaka urais katika kipindi cha mwaka 2028. Mtazamo wangu juu ya hili ni kama ninaendesha tu au mtu mwingine anaendesha. Ikiwa tunashughulikia biashara, siasa itajisimamia yenyewe, alisema Bwana Vance. Mimi ni mwaminifu kwa rais Trump. Mimi ni mwaminifu kwa ajenda, Vance aliongeza. Amesema kwamba na ikiwa tutafanya mambo makubwa kwa nchi kwa miaka mitatu ijayo, sina wasiwasi kuhusu siasa, itakuwa na wasiwasi yenyewe. Hata hivyo ametetea juu ya suala la ICE wakati wa kutembelea maeneo ya Minneapolis kufuatia wiki za machafuko. Wakati wa ziara yake katika jiji hilo, Vance alitoa utetezi mpana wa maelfu ya mawakala wa shirikisho wanaoongoza operesheni kali uhamiaji huko Minneapolis, akisema kwamba wachochezi wa kushoto na maafisa wa serikali wasiokuwa na ushirikiano ndio wanaopaswa kulaumiwa kwa machafuko mitaani. Ziara ya Vance katika jiji hilo iliashiria juhudi mpya za utawala wa Trump kupata uungwaji mkono wa umma kwa ukandamizaji wake wa wahamiaji, huku kukiwa na ishara kwamba hata baadhi ya wafuasi wa rais wanahofia mbinu za fujo zinazoonyeshwa huko Minneapolis, ambapo maajenti wengi waliojifunika nyuso zao wamefurika mitaani. Akiwa amezungukwa na maafisa wa serikali na magari mawili ya doria ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha yenye kauli mbiu tetea nchi, Vance alirudia madai yake kwamba Renegade iligonga gari lake kwa afisa wa ICE kabla ya kumpiga risasi mama wa watoto watatu mwenye umri wa miaka 37 mnamo Januari 7 na kuzua machafuko ya wiki kadhaa. Nadhani kifo cha mama huyu ni janga, alisema. Renegade pia nadhani alimpiga afisa wa ICE na gari lake. Uchambuzi wa video kupitia shirika la habari la Reuters na vyombo vingine vya habari unaonyesha magurudumu ya gari la mwanamke huyo yaligeuzwa kutoka kwa afisa Jonathan Rose na kwamba miguu yake ilikuwa nje ya gari wakati alipofyatua risasi. Haijulikani ikiwa gari hilo liliwasiliana na Rose, lakini hakuanguka wakati wa tukio na anaweza kuonekana akitembea baadaye. Hii ndiyo sababu ambayo imesababisha machafuko ndani ya Minneapolis. Viongozi wa chama cha Democrats huko Minnesota wamekataa akaunti ya Vance na mamlaka ya serikali imeanzisha uchunguzi kuhusu ufyatuaji risasi huo. Katika tukio ambalo lilizua ghadhabu mpya, maafisa wa shule katika kitongoji cha Columbia Heights walisema Jumatano kwamba maafisa wa uhamiaji walikuwa wamemzuilia mvulana wa miaka 5 nje siku ya Jumanne. Vance alishutumu vyombo vya habari kwa kupotosha tukio hilo, akisema mvulana huyo aliachwa wakati baba yake alipojaribu kuwakimbia maajenti. Mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo Marekani ilikuwa imejidhatiti ni kuzuia nguvu za Warusi na Wachina kuivamia Greenland na si Denmark. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.